Fikiria mfalme aliyeketi kwenye kiti chake cha enzi, huku upepo ukiwa ndio usafiri wake unaompeleka safari ya mwezi mmoja ndani ya asubuhi moja tu. Katika ikulu yake utaona wafalme, utaona walinzi wa kibinadamu pekee. Katika ikulu yake hautaona walinzi wa kibinadamu pekee, utaona majini wakifanya kazi ngumu. Katika ikulu yake hautaona walinzi wa kibinadamu pekee, utaona majini wakifanya kazi ngumu, ndege wakitoa ripoti za kijasusi kutoka nchi za mbali, na mchwa akionya wenzao wasikanyagwe, na mchwa akionya wenzao wasikanyagwe na majeshi yake. Suleiman hakuwa mfalme tu, bali alikuwa mtawala wa pepo ya duniani, ambako viumbe wote walitii amri yake kwa idhini ya Muumba. Karibu katika mwangaza wa watu wema, na leo tunazama katika utukufu wa ajabu wa Nabii Suleiman, siri ya lugha ya viumbe, jeshi la majini na safari ya Malkia wa Sheba. Mimi ni Ustaz Khan. Tunakuleteeni kisa cha mafundisho, muktasari wa kipindi chetu cha leo kutoka hapa chaneli ya mwangaza wa watu wema. Mimi ni Ustaz Khan. Tunakuleteeni kisa chenye mafundisho makubwa. Tunaomba uweze kusubscribe na kuacha like yako kwa kuisupport chaneli yetu ili izidi kukua na kuwafikia wengi zaidi wapenda kujifunza kama wewe. Karibu. Swali ni kwa namna gani Suleiman alitumia vipaji vyake vya kipekee kueneza tauhidi, na ni siri gani iliyomfanya Malkia wa Sheba asujudie ukweli? Nabii Suleimani alimrithi baba yake Nabii Daudi alayhisalam katika utume na ufalme, akipewa kile ambacho hakuna mwanadamu mwingine baada yake amewahi kupewa: muujiza wa lugha ya viumbe na nidhamu ya jeshi. Suleiman alipewa elimu ya kuelewa sauti za wanyama na wadudu, jambo ambalo lilimfanya atawale kwa uadilifu hata kwa viumbe wadogo. Allah anasema katika surati An-Namli aya 16. نمل آية 16. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. تفسيري Suleimani alimrithi Daudi na akasema, enyi watu, tumefundishwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu. Nukuu ya mwanazuoni Matini Asilia. Nukuu ya mwanazuoni Ali ibn Kathiri alikufa mwaka wa 774 Hijria. Alibanisha katika tafsiri ya Al-Qur'ani Al-Azim pale aliposema, enyi watu, tumefundishwa usemi wa ndege, tumepewa kila kitu. Nukuu ya mwanazuoni Matini Asilia. Al-Imam Ibn Kathir aliyekufa mwaka wa 770 Hijria ambainisha katika tafsir Al-Qur'an Al-Azim, inna Allaha sakhara lahu al-jinna wal-insa wat-tayr wa kana yafhamu ma yatakhatabuna bih. Hakika Allah alimtishia majini, wanadamu na ndege, na alikuwa akielewa kile walichokuwa wakizungumza baina yao. Malkia wa Sheba, Barkis na kiti cha enzi cha muujiza. Habari za Malkia Barkisi. Alikuwa akisujudia jua huko Yemen. Zililetwa na ndege aina ya hudihudi. Suleiman hakutumia upanga kumvuta, bali alitumia hoja na miujiza. Aliamuru kiti chake cha enzi kiletwe kabla ya kope la jicho kufumba. Allah anasema katika surati An-Namli aya 44. 40 آنيانني قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير.
Aliambiwa, ingia katika jumba. Alipoliona alidhani ni maji mengi dimbwi. Akapandisha nguo yake. Suleimani akasema, hakika hili ni jumba lililosakafiwa kwa vioo. Balkis alipogundua kuwa kile alichodhani ni maji kilikuwa ni kioo safi, alitambua udhaifu wa macho yake na kusema, Mola wangu, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu, na sasa ninasilimu pamoja na Suleiman kwa ajili ya Allah, Mola wa ulimwengu wote. Kifo cha Suleiman, siri ya muhula wa majini. Hata hivyo, kifo cha Suleiman kilikuwa ni somo kwa majini waliodhani wanajua ghaibu, mambo ya siri. Alikufa akiwa ameshikilia fimbo yake, na majini waliendelea kufanya kazi ngumu wakidhani yu hai, mpaka mchwa wa nchi alipokula fimbo ile na mwili ukaanguka. Hitimisho la kimantiki: data za Allah na ukweli wa namba. Kisa cha Nabii Suleimani alayhi salam kinatufundisha kuwa utajiri na nguvu si kitu mbele ya unyenyekevu wa Allah. Suleimani alikuwa na namba ya kila aina ya kiumbe katika jeshi lake, lakini bado alibaki kuwa ni mnyenyekevu. Na mimi mtangazaji wenu Ustaz Khan ninawakumbusha, lakini bado alibaki kuwa mnyenyekevu. Mimi msimuliaji wenu Ustaz Khan, na mimi mchambuzi wenu Ustaz Khan, ninawakumbusha kuwa katika hesabu za ulimwengu huu, hata uwe na uwezo wa kutawala upepo, namba hazidanganyi, ni muda tu. Utakufa, utafika wakati utaondoka katika ulimwengu. Namba hazidanganyi, ni muda tu. Ukweli wa Allah ndiyo namba ya mwisho inayobaki wakati majumba ya vioo na falme za majini zinapofika mwisho wake. Nguvu ya Allah ilimfanya Suleimani kuwa kiongozi wa viumbe vyote, ili iwe ishara kwa wenye akili. Siri ya kuwa miongoni mwa watu wema ni kutumia kila neema uliopewa, iwe elimu, mali au mamlaka, kwa ajili ya kulingania nuru ya Muumba wako. Mpenzi mtazamaji wa Mwangaza wa Watu Wema, ufalme wa Suleiman ulikuwa ni kilele cha utukufu wa dunia. Lakini je, unajua ni nabii gani ambaye alijaribiwa kwa kumezwa na samaki mkubwa nyangumi katikati ya bahari yenye giza? Na ni dua gani aliyoiomba iliyomfanya Allah amtoe katika tumbo la kiumbe huyo? Nini kinafuata mbele? Katika video yetu ijayo tutazama katika kisa cha subira na unyenyekevu. Nabii Yunusi, amani iwe juu yake, siri ya giza la tumbo la samaki, na dua iliyotikisa arishi. Jiunge nasi katika safari hii ya hazina ya elimu, maadili na hatima milele. Mimi ni wako Ustaz Khan. Tutaonana wakati mwingine. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Mwangaza wa Watu Wema, na kuacha maswali yako maoni au mtazamo wako kwenye maoni haya.